Kwanza kwa mchezo mzuri. Asante sana. Ondoka na clean sheet hii leo. Ni faida kiasi gani kwa upande wako kama mchezaji? Nadhani ni faida kwa timu kwa tumeweza kuzuia vizuri na hatujaweza kuruhusu goli, na nadhani huu ni mwendelezo ambao tuko nao mara nyingi, na kwa sababu ukiangalia karibia mechi nyingi tumeweza kutengeneza ama kucheza bila kuruhusu goli, na nadhani ni mwendelezo wa timu na namna bora ambavyo tumeweza tukicheza kama timu kwa ajili ya kuona namna gani tunazuia vizuri. Kwa hiyo ni mwendelezo tu. Mechi ya JKT na Azam ni mechi ambayo watu wengi walikuwa wanategemea kuitazama na waone nini ambacho kitatokea hii leo, na pengine hatukutegemea kama JKT itapoteza kwa magoli matatu hii leo, lakini imewezekana. Nini ambacho pengine kilikuwa bora kwa upande wenu tofauti na JKT ukilinganisha na mchezo wenu wa kwanza ambao mlicheza kule Samuel? Yes, nadhani mechi kama mlivyoona ilikuwa ni mechi ngumu. Nadhani ilikuwa ni mechi ya kimbinu zaidi, na kama mlivyoona tuliweza kwenda half time tukiwa bila, na nadhani tulirudi kipindi cha pili na tuliweza kupata magoli matatu kwenye kipindi cha pili. Nadhani zaidi ilikuwa ni mchezo ambao ulikuwa unahitaji mbinu zaidi ili timu iweze kushinda. Kulingana na timu zote tulikuwa tunatoshana nguvu vizuri, na kwa kipindi cha kwanza kila mtu alikuwa na nafasi. Kwa hiyo nadhani tulirudi vizuri kipindi cha pili. Mwalimu vile ambavyo aliweza kubadilisha na namna ambavyo maelezo yake aliweza kuyatoa, nadhani ndio ilikuwa bora zaidi kipindi cha pili, na tumeweza kupata hayo magoli matatu. Mikakati migumu zaidi kwa sasa hivi, timu yoyote inaweza ikaja hapa lazima iache alama tatu. Ikishindwa kabisa lazima mgawane alama. Uwanja wa nyumbani una faida gani kwenu nyie, na nini ambacho waga mnakizungumza pengine labda mnapokwenda kucheza mechi za nyumbani? Yes, nadhani kwa timu zote, timu mwenyeji inanufaika kwa sababu inakuwa inatumia uwanja ule karibia siku zote, na sisi hapa imekuwa nyumbani. Yes, tumekuwa na baadhi ya mechi ambazo zimekuwa ngumu na wapinzani waliweza kuja na kuweza kupata sare. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambazo kwetu binafsi ni mechi ambazo zilituumiza na kutupa wakati mgumu, na hata ukiangalia gepu ambalo tunalo kwenye msimamo wa ligi ni gepu ambalo limetokana na hizo sare ambazo pia tuliweza kupata nyumbani. Kwa hiyo jambo kubwa hatukuweza kupoteza, tuliweza kupata sare, na kitu ambacho pia tunaendelea kubadilisha, na walimu wamekuwa wakiumiza kichwa namna gani bora ambavyo wanaweza kuingiza mbinu kuhakikisha timu inapata magoli zaidi. Kitu kinachofuata ni muungano. Umejipangaje kuhakikisha kwamba unakwenda kuendelea kufanya vizuri zaidi? Yes, nadhani kama timu malengo yetu ni kuhakikisha tunatoa kikombe cha muungano. Kwa hiyo nadhani namna bora zaidi ni kwenda Zanzibar na kuendeleza kile ambacho tunapaswa kufanya, na tunapaswa kushinda michezo yote ili tuweze kuwa mabingwa na washindi wa kikombe hicho. Kwa hiyo nadhani namna bora zaidi ni kuendelea kushinda, na tunatarajia kwenda kukutana michezo migumu kwa sababu timu ambazo zipo kwenye mashindano ni timu ngumu. Kwa hiyo inahitajika kuwa na consistency kubwa kuhakikisha wachezaji wote wanakuwa bora na wanatoa kile ambacho mwalimu anahitaji kitolewe. Asante. Shukrani.